Moreland Premier chini ya mkurugenzi wake Wile kaka yangu pamoja na dada yangu Mary wanatutoa sisi Ngara, wanatupeleka kuishi maisha ya Bukoba, wanatupeleka kuishi maisha ya Mwanza, wanatupeleka kuishi maisha ya Arusha, wanatupeleka kuishi maisha ya Dar es Salaam. Mambo mengi ambayo tunayaona yanafanyika leo katika jimbo letu la Ngara. Asanteni. Mambo mengi ambayo tunayaona yanafanyika hapa katika jimbo letu la Ngara ambayo hatukuyazoea ni hawa Mary na Wile wameenda kule, wameyatafuta, wametuletea sisi hapa ili na sisi tujione kwamba tuko tauni. Ngara we. Kwa hiyo naomba kwa niaba yenu wananchi wa jimbo la Ngara, tunashukuru sana ndugu zetu wa Moreland Premier Hotel kwamba mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyaona kufanyika katika maeneo mengine, katika mikoa mingine, leo hii tuko nayo hapa katika jimbo letu la Ngara. Haulazimiki kusafiri kwenda kuyafuata katika mikoa na maeneo mengine. Ngara we. Sasa basi, natambua kwamba uongozi wa Moreland Premier Hotel ndio wamekuwa na beba maono, ndio wametuongoza katika hatua hii ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata mwaka 2025. Ngara we. Naombea nitumie nafasi hii kuwatambulisha ama kuwashukuru wazazi wote ambao wamewaruhusu watoto wao kwenda kuungana na sisi usiku huu katika kutafuta ushindi ama kutafuta dada ambaye atakwenda kuwa kitambulisho cha wana Ngara. Sote tunajua kwamba ukiwa na mzazi ambaye anakusapoti katika kile kitu ambacho unakifanya, zima utafanya vizuri. Mimi naomba niwaambie kwamba nilianza kazi yangu baada ya kumaliza chuo, nilienda kusomea nafasi ya uandishi wa habari. Nilipoenda kusoma uandishi wa habari, nikamwambia ndugu zangu nyumbani na wazazi wangu kwamba sasa naenda kujiunga na kusomea uandishi wa habari, lakini wengi wao walinipinga. Hawakufurahishwa na kile kitu ambacho nilikuwa naenda kusomea. Wengi waliona kama uandishi wa habari ni kama nilikuwa naenda kupoteza muda, wakaona kama nilikuwa napoteza wakati wao, kama nilikuwa napoteza rasilimali zao ambao walikuwa wananisomesha. Lakini mimi kwa sababu ndicho kitu ambacho nilikuwa nakiamini, sikusikiliza sauti zao, nikamsikiliza Mwenyezi Mungu, nikasema kwamba hiki kitu ambacho nakisomea ndicho kitanitoa katika maisha yangu. Hata muhula wa kwanza na wa pili wa ada, hakuna mtu ambaye katika familia yetu alinilipia. Mimi najua nilitoa wapi ada kulipa msimu wangu wa kwanza na msimu wangu wa pili, kwa sababu msimu wa kwanza na msimu wa pili familia yangu walikuwa wamegoma kunilipia kwa sababu walikuwa hawataki nisomee uandishi wa habari. Lakini mimi niliamini kusomea uandishi wa habari kwa sababu ndio fani ambayo nilikuwa naamini kwamba ndio ambao naimudu, ndio ambao naiweza, na ndio ambao Mwenyezi Mungu ameniongoza kwamba niweze kuifanya. Nikasoma msimu wa kwanza, msimu wa pili, lakini kama ambavyo mnajua kwamba mzazi mwisho wa siku akasema bwana, huyu ndio kitu ambacho kimekiamua kukisomea, wakaniunga mkono, wakanisomesha mpaka nikamaliza. Lakini wazazi wangu kitu walichokuwa wanakitaka ni kitu kingine. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mimi ndiye nilikuwa nasoma, mimi ndiye nilikuwa najua ni kitu gani ambacho ninakiweza. Wazazi vitu walivyokuwa na viwaza ni vitu vingine, lakini je, wao walikuwa katika moyo wangu
walikuwa katika akili yangu kujua kwamba hiki nakiweza au sikiweza? Hapana. Lakini kwa sababu mimi nilikuwa najua nataka nini, ndio maana nilisoma katika fani yangu ya uandishi wa habari. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipo nimefika, kwa sababu fani yangu ambayo nilisomea kuanzia hatua ya mwanzo ndio imenifikisha hapa nilipofika. Kwa hiyo nawashukuruni sana wazazi ambao wote mnatambua vipaji au mnatambua karama zilizopo chini ya watoto wenu na mmeamua kuunga mkono katika mazingira yoyote. Pamoja na kwamba tunatambua kwamba watoto wetu lazima wapate elimu, lakini lazima vile vile tutambue vile vitu ambavyo wao wanavifanya ambavyo lazima vitakuja kuendeleza katika maisha yao ya baadaye. Lazima tujue kwamba sisi wakati wazazi wetu wanasoma, kuna mambo ambayo sasa hivi yapo ambao kwa kipindi kile hayakuwepo, ambayo ndiyo yanakuja kutoa taswira ya nchi yetu na taswira ya dunia katika miaka ijayo, ambao ukiwaambia kwa sasa hivi hawawezi kuelewa, lakini baadaye watakuja kuelewa. Sasa ninaomba wakati naenda kumaliza, niwashukuru ndugu zangu majaji ambao kwa siku ya leo mtakwenda kututambulishia dada yetu ama mdogo wetu ambaye atakwenda kulibeba jimbo letu la Ngara katika mikoa mingine. Na mimi nilikwisha kufanya kazi kama hii katika miaka ya nyuma, na mshukuru Mwenyezi Mungu aliniongoza nikafanya vizuri. Leo nashukuru sana kwamba mpo nyinyi ambao mmeaminiwa, na leo tunaamini kwamba mtakwenda kutupa mshindi sahihi. Najua wamepita wadogo zetu, mimi nawaita wadogo zangu vyovyote ambavyo mnaweza mkawaita, lakini mimi kwangu na wadogo zangu naomba niseme ni washiriki wa taji la Misingara 2026. Wamepita wote, mmewaona, mmewajaji mpaka sasa hivi. Nyinyi hata kama mjui mshindi, lakini mna angalau kwamba wala huyu anaweza akashinda. Kuna wengine wamekuja hapa, kuna ambao wameshangiliwa sana, kuna ambao hawajashangiliwa sana, lakini nyinyi kwa sababu mna miongozo yenu, najua mashangilio mengi, najua makasiriko mengi hayatakwenda kuongoza kujua nani mshindi, bali mshindi mtamtoa kulingana na vigezo ambavyo nyinyi mmeviweka. Na hata mimi nilivyokuja pale mlangoni, waandishi wa habari wameniuliza kwamba ungependa nani awe mshindi kwa siku ya leo? Nikamwambia hapana, mimi nimekuja kuwa mgeni rasmi, sijaja kutaja nani mshindi. Wanaokuja kutaja mshindi ni majaji ambao ndio wamepewa dhamana, na ndio ambao mshindi yeyote ambao hao majaji atakayemtaja ndiye atakuwa mshindi wa taji letu la Misingara mwaka 2026. Na ninaomba wao wanajua vigezo vyao. Sasa wao wakishataja mshindi, wewe ukasema sio, ina maana wewe ulikuwa na vigezo vyako hivyo pembeni ambavyo havihusiki na hao. Lakini vigezo ambavyo tunavitambua ni vile vigezo ambavyo vimewekwa na hawa majaji, ambao naomba tuheshimu maamuzi yao usiku wa leo. Maamuzi yeyote ambayo watakwenda kuyafanya ndiyo maamuzi ambayo ndiyo atatoa Misingara mwaka 2026. Mimi ni mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Ngara. Nisingependa kufanya vitu ambavyo vitakwenda kuharibu taswira ya wananchi wa jimbo la Ngara. Ningependa kusema kwamba yale mambo yote ambayo mliahidi kwamba mtayafanya kwa mshindi ambaye atashinda taji la jimbo la Ngara mwaka 2026, basi mwende kuyafanya kama vile ambavyo mliahidi. Mliahidi mambo mengi, mimi najua jinsi mlivyoniandikia na nyinyi mnajua, na mimi ningependa kuona kwamba mnakwenda kutimiza, ili tuweze kujua kwamba mwaka 2027 tunakwenda kufanya nini. Ningependa mashindano kama haya yawe ni mashindano yatakayotoa picha nzuri, yawe ni mashindano yatakayotoa taswira nzuri katika mashindano mengine kama haya ambayo yatafanyika mwaka 2027. Zawadi ambazo mtakwenda kuzitoa leo kwa mshindi wetu wa taji la Misingara mwaka 2026, na mimi naomba niwaambie kwamba mimi nimeshiriki kwa kiasi kidogo, angalau kuchangia chochote kitu ambacho mshindi wetu wa jimbo la Ngara atakwenda kupata katika usiku wa leo. Na mimi naomba niwaambie malengo yangu katika jimbo letu la Ngara
Ninao malengo yetu ambayo tutakwenda kufanya kazi katika maeneo mbalimbali. Yapo maeneo ambayo yanahusu jamii, yapo maeneo ambayo yanahusu uchumi, lakini vile vile yapo maeneo ambayo yanahusu burudani kama hili la leo, ambalo ningependa sana niwaambie ndugu zangu. Naomba niwatangazie kwamba ni mashindano ambayo ni mashindano ya mwisho ambao wameyafanya kwa kuhangaika. Mashindano mengine watakayoyafanya kwa ajili ya kutafuta binti ambaye atawakilisha jimbo letu la Ngara, ambaye atakuwa ni taswira ya wasichana wetu wa jimbo letu la Ngara. Naomba niwaambie kwamba hawatafanya kinyonge, kwa sababu mimi nipo. Tunapenda kuwashukuru wadhamini wetu ambao wametushika mkono kwa siku ya leo, na naomba niwaambie kwamba mwaka ujao vile vile tutaomba tushike mkono, lakini katika namna kipekee naomba niwaambie kwamba mwaka ujao 2027 katika mashindano mengine kama haya, waandaaji walioshiriki kwa siku ya leo kuandaa mashindano haya hawatahangaika. Tutawatafutia wadhamini wakubwa ambao watakuja kuwapa nguvu ya kuwawezesha kutafuta mlimbwende wa jimbo letu la Ngara. Lakini ningependa katika mwaka ujao mtu yeyote wa Ngara asitoe kiingilio kwenda kumwangalia mrembo wa jimbo la Ngara. Wadhamini wetu watakuwa wamekwisha lipa kila kitu ambacho kinawezekana, ili hawa wanaoandaa wasihangaike, wasipate shughuli kubwa. Wananchi wote wa jimbo la Ngara atakayeweza aweze kuingia kwenda kuangalia ni nani ambaye atakwenda kubeba bendera ya jimbo letu la Ngara bila kulipa chochote kitu.